Beijing imeamua kuwekea vikwazo watu binafsi nchini Marekani kama sehemu ya kulipiza kisasi hatua za hivi majuzi za Washington dhidi ya maafisa wao 6 kutoka nchini China huko Hong Kong. China inawalenga wajumbe wa bunge la Marekani, maafisa wa serikali na viongozi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambao wamechukua hatua kali kuhusiana na masuala yanayohusiana na Hong Kong. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jinkun, ambaye ametangaza wakati wa mkutano wa kawaida siku ya Jumatatu, akielezea hatua hiyo kama kukemea kuingilia kwa Marekani katika masuala ya mji huo ambao unajitawala. Mwisho wa mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilishutumu Beijing kwa kutumia sheria zake kuwatisha, kuwanyamazisha na kuwanyanyasa wanaharakati 19 wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong na kuwalazimisha kuondoka katika eneo hilo. Marekani iliweka vikwazo kwa wale inaowaona wanahusika, akiwemo waziri wa sheria wa Hong Kong Paul Lam na maafisa 5 wanaohusiana na usalama. Sheria ya China bado haijafichua watu maalum waliolengwa na vizuizi vipya. Hong Kong inafanya kazi chini ya mfumo wa kisheria na kisiasa ulioundwa na utawala wake wa miaka 156 wa Uingereza ambao ulihitimishwa mwaka 1997. Katika miaka yote kuanzia kipindi cha mwaka 2010, jiji hilo lilikumbwa na mawimbi mengi ya maandamano na vurugu ambazo wanaharakati walidai kuwa ni jibu la uvamizi wa Beijing wa uhuru wa jadi ulioishia katika machafuko ya mwaka 2019. Beijing inadai kuwa matukio hayo yalipangwa na mataifa ya Magharibi yakitaka kudhoofisha mamlaka ya China. Kwa mujibu wa serikali ya kitaifa, ilipitisha sheria mpya ya usalama mwaka wa 2020 na kuzipa mamlaka za mitaa uwezo zaidi wa kushughulikia vitisho vya usalama. Sheria hiyo ililaniwa na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi ambayo yanadai kuwa inakiuka masharti ya makabidhiano ya Hong Kong kwa Uchina. Mvutano kati ya China na Marekani kwa sasa uko juu kutokana na ushuru mpya ulioanzishwa na utawala wa Donald Trump kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi mbalimbali. China, ambayo inachukuliwa kuwa ndio shabaha kuu ya hatua hizo, imekataa kufanya makubaliano na imeyataka mataifa mengine kupinga shinikizo la Marekani. Mbali na mizozo ya kibiashara, Washington na Beijing zinatofautiana kuhusu Taiwan, kisiwa cha China kinachojitawala ambacho kinategemea Marekani kwa utetezi wake. Wakati China inatetea kuunganishwa tena kwa amani, imeonya kwamba jaribio lolote la kutangaza uhuru rasmi linaweza kusababisha mgogoro wa silaha. China inasisitiza kuwa baadhi ya vipengele ndani ya serikali ya Marekani vinaisukuma Taiwan kuelekea matokeo hayo. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza siku ya Jumatatu kwamba yupo tayari kufanya mazungumzo na Rais Xi Jinping wa Uchina juu ya masuala ambayo yanajitokeza wakati huu, hasa vita vya kibiashara ambavyo China inadai ni Marekani ilivyovianzisha, hasa baada ya Donald Trump kutangaza ushuru wa zaidi ya 145% wa ushuru wa taifa hilo kwa bidhaa ambazo zinatoka nchini China, na ni wakati ambapo China ililipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa 125%, ambapo wataalamu wa uchumi wanasema kwamba hii ni sawa na kukataa bidhaa kila upande. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.